Bwana mtazamaji wa FJ TV, ni siku nyingine tena tumekutana hapa ndani ya kipindi chako pendwa cha michezo Sports Recap. Utakuwa nami Neema Kayugwa kama kawaida, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na mchambuzi Ahmed Ali ambaye atahakikisha unapata taarifa zote kiundani zaidi. Kubwa zaidi bwana, siku ya jana tunafahamu draw ya 32 bora katika kombe la FA ambalo linadhaminiwa na CRDB. Fountain Gate wamefanikiwa kuingia hatua hiyo, na mchezo unaofuata watacheza dhidi ya Ghana. Kipi kitatokea na kama wakifanikiwa kushinda mchezo huo wataenda katika hatua ipi? Endelea kusalia nasi, tunarejea muda si mrefu. Yes, tumerejea tena na unafahamu kwamba siku ya leo ni siku nzuri kabisa. Hali ya hewa inaruhusu kufanya vitu mbalimbali bwana Ahmed, na kama jua kama mvua Dodoma haieleweki kuna namna. Lakini tukiachana na mambo ya hali ya hewa, tunafahamu bwana Fountain Gate FC ilicheza michezo mbalimbali kwenye kombe la FA na ikafanikiwa kupata ushindi. Sasa hivi ipo katika hatua ya 32 bora, inaenda kukutana na Ghana, ambao Ghana katika championship hawako vizuri sana kwenye upande wa ligi ya daraja la kwanza. Unaonaje na utaonaje huu mchezo, kwa maana kama Fountain akifanikiwa kushinda mchezo huu ataenda katika hatua ya 16 bora? Ya kwanza kabisa ni Fountain Gate wenyewe kuamua kupata matokeo, kwa sababu ukija kulinganisha timu ya Ghana ambayo inashiriki championship na bado licha kushiriki championship bado hawana matokeo mazuri kule championship. Ukija kuzungumzia Fountain Gate na ukirejelea mchezo wao wa mwisho walipata ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo ni mchezo ambao unahitaji kujipanga, waingie katika hilo duru ya 32, wacheze mchezo ule mzuri ili waingie katika 16 bora, wazidi kujihakikishia nafasi za kushiriki mchuano hiyo katika nafasi za mbele zaidi, waje kuingia robo finali, mwisho wa siku nusu finali. Kila kitu kinawezekana. Kwa ni kuchanga karata zao vizuri, maandalizi yaliyo mazuri ili waweze kunufaika na ile advantage ambayo ya wao kama timu kubwa wanapokutana na timu ndogo kama Ghana au na timu zingine ambazo zinashiriki championship, hazishiriki ligi kuu, lakini wanapokuja kukutana hatua za mbeleni zaidi, anapoendelea kucheza mchezo wake unaofuata, kama atafanikiwa kutoka hii hatua 32 kuingia 16 na kuingia katika hatua ya robo finali, kwa hiyo means atakutana na timu ambazo sasa zenye uzoefu wa ligi kuu, ambao kwa sababu timu nyingi za ligi kuu unaanza kukutana nazo katika hatua ya robo finali au hatua ya 10. Msimu uliopita Fountain alicheza playoff, tunafahamu. Yeah. Alicheza na Stand United, timu ambayo inatoka huko kwenye ligi daraja la kwanza. Lakini kwa sasa hivi katika kombe la FA Fountain anaenda kukutana na Ghana katika ukiangalia ligi daraja la kwanza hana wakati mzuri. Kipi cha kumwambia Ghana ambaye anaenda kukutana na Fountain? Sio kwamba ni tishio sana ligi kuu, lakini yupo katika hali nzuri, ama yupo katika eneo ambalo anapambana na anaendelea kujipambanua zaidi. Tukiangalia sasa hivi amehama Babati, ameenda Arusha ili kutafuta kitu kipya, yani muonekano mpya, lakini pia support mpya. Ghana na Fountain yani mechi yao itakuwa ya aina gani, tukiachana na mambo ya ukubwa na udogo? Ya kwanza ni mechi ambayo itakuwa ni ya free space. Ni mechi ambayo itakuwa na uwazi, ni mechi ambayo itamruhusu kila mtu acheze mpira atakavyoweza yeye, lakini ukija kuzungumzia Ghana na Fountain ni vitu viwili tofauti. Yeah. Ya Ghana anashiriki kombe la champion, lakini ukija kuzungumzia Fountain Gate anashiriki NBC. Yeah. Kwa hiyo katika ni timu ambayo tayari kwenye madaraja ni timu mbili tofauti. Lakini pia katika hata hali ya uchezaji, ukija kuangalia Ghana wanacheza sana mchezo wa freestyle, ambao ni mchezo ambao kila mchezo, yani mchezo mkubwa anatumia 4-4-2, kwamba kila mtu anacheza katika nafasi yake na kila mtu anatumia nafasi yake. Na ukija katika Fountain Gate mara nyingi wanapenda kutumia 4-3-3, mara nyingi ndio mchezo wanapenda kutumia, lakini huo mchezo, kwa hiyo ukija kuangalia hiyo mifumo miwili wanaokutana nao baina ya Ghana na Fountain, kwa ni mchezo kila mtu atatengeneza nafasi na kila mtu ana nafasi ya kutumia chance atakayoipata. Kwa mtu atakayeweza kutumia vizuri au mtu atakayejiandaa vizuri katika mazoezi atakaweza kuibuka na mshindi katika mechi ambayo wanaokutana. Kwamba Ghana sio shida kwamba kushiriki katika championship na watakuwa wabaya kiasi hicho, hapana. Au Fountain Gate kwamba kushiriki NBC na watakuwa bora zaidi ya Ghana, hapana. Kwa kila mtu au kila timu baina yao ni maandalizi atakayowe mazuri
pia wajiandae vyema na aweze kumsoma mpinzani wake anacheza kwa staili gani, ili kuweza kuamua matokeo either katika first half ama second half, kwa sababu mchezo wa mpira unagawana vipindi. Unaweza kumwachia mwanzo kipindi cha kwanza mkagawana matokeo, au kipindi cha pili. Kwa katika duru la kwanza, katika dakika 15 za kwanza ndio zitaamua, au katika mtu wa tathmini ya mpira anaweza akaona sasa timu hii hapa inaelekea kupata matokeo. Katika dakika 15 ndio za kwanza tayari dakika moja za kumsoma mpinzani wako anacheza katika staili gani, katika mfumo upi. Kwa hiyo na mimi nitumie mfumo gani ili kuweza kupishana naye katika kutafuta matokeo yaliyo sahihi. Kwa katika timu zote mbili zinapokutana, Gunners na Fountain, kwa ni maandalizi yanahitajika ya mbinu zaidi, pia maandalizi ya utimamu wa mwili kwa wachezaji kiakili, pamoja na benchi la ufundi katika kuhakikisha wanakiongoza kikosi chao kwenye kupata matokeo yaliyo sahihi ili kuvuka hatua zinazofuata. Bwana, katika mambo ya CRDB Federation Cup ambayo yanaendelea, na ukiangalia Fountain Gate bwana ameonekana kuwa na wakati mzuri kwenye hatua hizo. Alianza kucheza na Mapinduzi FC akashinda kwa ushindi wa bao moja, akaenda katika hatua ya 32 bora, na sasa hivi anaenda kukutana na Gunners ambao makazi yao ni hapa hapa Dodoma. Ukiangalia katika, tumeshazungumzia kwamba hawapo katika wakati mzuri, kwa maana performance yao haiko vizuri. Wanaenda kukutana na Fountain ambaye ana njaa ya kupata ushindi, ana njaa ya kupata mafanikio katika michuano mbalimbali ambao anashiriki. Tukiachana na bwana na draw ambayo ilifanyika siku ya jana ya CRDB Federation Cup, turudi ligi kuu bwana, tunakutana na michezo mikubwa. Tunajua hawa ambao wanaenda kucheza leo ni wamefanikiwa ama walifanikiwa kuingia katika michuano ya CAF, lakini wakatoka. Azam FC leo ana kibarua cha kukutana na Mtibwa Sugar majira ya saa tatu kamili usiku. Lakini pia ukiangalia Simba Sports Club leo pia anakutana na Dodoma Jiji, mchezo wake wa pili akiwa katika mkoa wa Dodoma. Lakini Yanga mbele anaenda kujiuliza na JKT Tanzania. Hawa wawili Ahmadi, tukimalizia Yanga na Simba wana mchezo wa dabi siku ya Jumapili, lakini leo hii wanaenda kucheza na Yanga na JKT, Simba na Dodoma Jiji. Tathmini yako kuelekea katika mchezo wa hawa wakubwa siku ya Jumapili, tukianzia mchezo wa leo Dodoma Jiji na Simba, Yanga na JKT, unaonaje? Nani anaenda kupata zaidi matokeo katika mchezo wa leo? Kwa sababu mchezo wa leo ni mchezo, yani katika timu ambazo katika ratiba ambayo imekuwa very close na timu kubwa au na timu zote katika NBC, ni ratiba hii ambayo inapelekea, kwa sababu ingekuwa tumezoea ile zamani unakuta mechi yani ya dabi ya Simba na Yanga ikaribia, kwa unakuta timu kubwa zinacheza zaidi ya wiki mbili au wiki yani katika kufanya maandalizi. Lakini tunaona sasa hivi mfumo ushabadilika, tunaendana na soka la kisasa. Kwa ndio maana tukija kurejelea katika ratiba hii hapa, kwa mfano kama Yanga anakutana na very tight game, ukija kuzungumzia JKT sio timu nyepesi katika unapokutana, hususani zinapokutana timu kubwa, akikutana na Simba, akikutana na Yanga, kwa unaona ni timu ambazo zinatoa ile hali ya ushindani. Sio timu ya kukaa nyuma katika kudefense ili kumwacha shambulia, hapana. Ile timu ambayo ukifanya makosa inaweza kukuadhibu kulingana na wachezaji wake waliokuwa nao, pia kulingana na quality ya coach, kija kumzungumzia Ahmed Ali na ile benchi lake la ufundi. Ukija kuangalia ni timu ambayo inakuwa na wachezaji imara na timu ambayo inakuwa na benchi la ufundi lilo pana. Hivyo kutukia katika timu ya Dodoma kwa kushika nafasi ya 6 pale, sio kwa bahati mbaya. Kwa ukiona katika hadi timu inashika nafasi ya 6 katika NBC, ni timu ambayo imejipanga katika kimkakati, kimbinu, pamoja katika swala zima la uchezaji uwanjani. Kwa unaona ni timu ambayo bado hairidhishi matokeo katika mechi zake za nyuma, lakini ni timu ambayo ikikutana na timu kubwa kama Simba na Yanga, ni timu ambayo inaweza kutoa ushindani ule wa hali ya juu. Licha kutukia kuangalia katika takwimu, mara kadhaa alizokutana na Simba ameweza kupoteza mara 3 zote. Kuja kuangalia alishapoteza 2 bila, kaja kupoteza 1 bila, alipoteza 3 bila kwa Mkapa, umeona. Kwa unaona ni timu ambayo bado imeendelea kuwa kibonde au underdog kwa klabu ya Simba. Sasa katika mchezo wa leo kwa wataingia na mawili. Cha kwanza kupata ushindi ili kujihakikisha wanasogea nafasi ya mbele zaidi, kama kusogea nafasi ya 5, ya 4 au aidha hata ya 3. Na licha kupata ushindi tu, na kitu kingine wanachoingia nacho leo Dodoma Jiji, kama kufanyaje kufuta ule uteja mbele ya klabu ya Simba. Na licha kufuta uteja tu mbele ya klabu ya Simba, na leo yuko nyumbani. Kwa hiyo ni game ambayo itakuwa na ushindani mkubwa, kwa sababu mchezo kwao utunzwe mara nyingi. Kwa hiyo atakuwa na mashabiki wa kutosha, pia atakuwa na ile jitihada ya kupata matokeo, kwa sababu ukiangalia ndio wanaelekea duru la mwisho, ndio ratiba inaelekea kuisha katika ile duru la kwanza. Watu wakaribia kukamilisha ratiba za msimu, tuangalie raundi ya pili watu waangalie walipokosea wapi. Kwa katika mchezo wa leo kati ya Dodoma Jiji na Simba Sports, kwa ni mchezo ambao utakuwa na ushindani mkubwa sana. Na licha ya Simba naye kujipanga kwa sababu maingizo mapya alofanya dirisha dogo, kwa ni ule mchezo ambao utakuwa na upinzani mkubwa ambao tunaweza kutarajia
football iliyonyoka na football iliyo safi kabisa, na kama hali ya hewa itaendelea kutulia, pasinyeshe mvua, pasiwe na changamoto yoyote ya hali ya hewa, basi tunaweza kutarajia mpira mzuri sana utakaoonyeshwa katika dimba la Jamhuri hapo Dodoma baadaye. Bwana, yapo mengi ambayo tulitamani kukujuza. Tunafahamu Azam FC pia na wenyewe watakuwa kibaruani kumenyana na Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar alitoka kupoteza mchezo wake na Singida Black Stars. Sidhani kama Mtibwa atakubali kupoteza mchezo kwa mara nyingine mbele ya Azam FC. Yanga na JKT nao wataenda kumenyana, na kama unaendelea ama utaendelea kufuatilia FJTV utaendelea kupata matokeo mbalimbali. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini pia nilikuwa na mchambuzi Ahmad Ali ambaye amehakikisha unapita na unajua kwa uchambuzi zaidi na kwa undani zaidi taarifa ambazo tulikuwa nazo kwa siku ya leo. Tukutane tena wakati mwingine.